Mkataba wa jengo la utawala ulianza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2018 na unatekelezwa na mkandarasi wa mjenzi Mzinga Holding Company ambaye anatokea Morogoro kwa gharama za shilingi bilioni 5. Mpaka jengo likamilike litakuwa na jumla ya gharama ya bilioni 5. Aidha, mradi huu unasimamiwa na wakala wa majengo yani TBA kama mkandarasi mshauri kwa mkataba wa shilingi milioni 345, na hivyo kufanya jumla ya mradi wote kuwa na gharama ya shilingi bilioni 5 milioni 395,723 na 91 na senti 21. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi mwezi Mei mwaka huu 2026 halmashauri ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 4.3 sawa na 80% ya fedha zote ambazo tulitakiwa kupata kwa ajili ya mradi huu. Kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi bilioni 3.9 zimelipwa kwa mkandarasi mjenzi na shilingi milioni 340.7 zimelipwa kwa mkandarasi mshauri. Aidha, halmashauri imepokea pia milioni 300 kwa ajili ya ununuzi wa thamani za jengo kwa ajili ya ofisi ya Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri, ofisi ya mkurugenzi, ukumbi wa mikutano na ukumbi mdogo wa vikao vya management yani CMT. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sasa ujenzi upo katika 93% mpaka sasa kazi ilipofikia, na kazi zinazoendelea ni pamoja na umaliziaji wa awamu ya pili ukihusisha kuweka miundombinu ya umeme, maji safi na taka, pamoja na kufunga milango ghorofa ya pili na ghorofa ya 3 pamoja na kufunga mifumo ya tehama na landscaping. Kutokana na uhitaji wa ofisi, mnamo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026 halmashauri ilihamia katika jengo jipya. Tuliweza kuhamia katika ground floor peke yake. Wakati huo ukamilishaji wa jengo unaendelea sehemu iliyobaki. Utekelezaji wa mradi huu unategemewa kukamilika ifikapo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sababu zilizosababisha tuweze kuhamia katika jengo hili, tulikuwa na ongezeko kubwa la watumishi, ambapo lile jengo la zamani lilikuwa kwa kweli halikidhi ongezeko hili la watumishi ambalo tulikuwa tayari sasa hivi tumeongeza. Lakini pia mkongo wa taifa ulifungwa katika jengo hili. Wakati tunaulizwa mkongo wa taifa ufungwe wapi, tuliomba ufungwe hapa kwa sababu ule mkongo ulikuwa ni permanent. Kwa hiyo tumekaa karibia mwaka mzima katika lile jengo la zamani, watumishi hawa wanatumia bando zao wakati mkongo wa taifa huko huko. Lakini pia tulitamani kuhamia hapa ili kuweza kuongeza ufanisi wa kazi kwa watumishi na pia kuboresha mazingira ya kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kipekee kwa niaba ya wananchi hawa wa halmashauri ya wilaya Ushetu, tunaomba ufikishe shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutupatia fedha za ujenzi wa jengo la utawala na fedha za thamani na miundombinu mbalimbali katika sekta za elimu na afya. Aidha, tunashukuru uongozi wa mkoa na wilaya kwa kuendelea kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa mradi huu katika halmashauri ya wilaya Ushetu. Ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo la ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama tunavyofahamu, halmashauri ya wilaya ya Ushetu yenye jumla ya kata 20 na vijiji 112 ilianzishwa mwaka 2012 ikiwa na makao yake makuu hapa Nyamilangano katika majengo madogo madogo ambayo hayakuwezesha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa ufasaha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunapenda kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkurugenzi mtendaji unaotekelezwa katika kiwanja hichi namba 1 Kitalu A hapa Nyamilangano. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, malengo ya mradi huu ni kuwezesha halmashauri ya wilaya ya Ushetu kuwa na jengo la ofisi ya utawala na kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuwa na ofisi zote muhimu mahali pamoja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika mradi huu mstiri ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ushetu, mshauri elekezi ni wakala wa majengo Tanzania TBA, mkandarasi mkuu ni Mzinga Holding Company Limited, na wakandarasi wadogo wako 4 ambao ni Group Elevator Company Limited, Elgotech Company Limited, Mark Kim Chemicals Company Limited
pamoja na Samanga Investment Company Limited. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, muda wa utekelezaji wa mradi huu ulikuwa ni miezi 24, ambapo eneo la mradi lilikabidhiwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2018 na mradi ulianza kutekelezwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2018, na tunatarajia kuukamilisha mradi huu ifikapo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, gharama za mradi ni shilingi bilioni 5,395,723, ambapo mpaka sasa jumla ya shilingi bilioni 4,336,318,364 zimelipwa kwa wakandarasi na mshauri elekezi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa hakuna mkandarasi yoyote anayedai kwenye huu mradi. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ujenzi wa mradi huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya kuimarisha utendaji wa serikali kwa kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwa wananchi na kuimarisha miundombinu ya utawala kama ilivyoelekezwa katika ilani ya CCM ya mwaka 2020 mpaka 2025. Mimi wanasema sio tu mkurugenzi, ni zaidi ya mkurugenzi. Yaani kuna mkurugenzi na mkurugenzi.